Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Lakini miongoni mwa yale tuliokuwa nayo ni pamoja na mazungumzo ama mahojiano yaliyofanywa na shirika la habari la RT na rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore. Wakati rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore alipotembelea nchini Urusi kwa ajili ya mwaliko wa rais wa Urusi Vladimir Putin katika sherehe za miaka 80 ya kumalizika kwa vita vya pili vya dunia, ambapo Urusi ilikuwa imeshinda katika vita hivyo. Rais huyo wa Burkina Faso, ambaye ni moja kati ya viongozi kutoka barani Afrika, ameieleza RT kwamba ili Afrika iweze kuendelea lazima ipambane na iungane na kushikamana dhidi ya ubeberu pamoja na ugaidi. Rais huyo wa Burkina Faso amesema. Rais huyo wa Burkina Faso Bwana Ibrahim Traore amesema kwamba moja kati ya mambo ambayo yameifanya Afrika kuwa na umasikini usioisha ni pamoja na kuwa chini ya ubeberu, kuwa chini ya ukoloni mamboleo, kuwa chini ya wazungu. Lazima tupambane tuwaondoe wazungu katika bara letu ambao wamekuwa wakitunyonya tangu kipindi cha utumwa. Lazima tupambane tuwaondoe. Tulipambana kuwaondoa katika kipindi cha ukoloni, sasa tunapaswa kuondolea kile wanachokiita ukoloni mamboleo. Hatupaswi kuendelea kuwa nao wakati wote, anasema Traore. Kadhalika anasema kwamba ugaidi tunaoshuhudia leo unatokana na ubeberu. Rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore anaeleza katika mahojiano yake aliyokuwa akifanya na shirika la habari la RT. Hata hivyo, alimwambia rais wa Urusi Vladimir Putin ni yeye ambaye ataweza kuwezesha mambo kama haya, kama ambavyo ameweza kupambana na vita dhidi ya watu wa magharibi katika Ukraine. Lakini moja kati ya mambo ambayo wakati huu anapaswa kuyazingatia ni kuungana na Waafrika kwa ajili ya kupambana na wazungu ambao wanaendelea kuinyonya Afrika. Mbali na ulinzi na usalama, kuna nyanja nyingine muhimu, yaani sayansi na elimu. Tungependa Urusi ifundishe sayansi kwa vijana wa Burkina Faso na Afrika kwa ujumla ili tuweze kuendeleza uzalishaji wetu wenyewe, viwanda na uhandisi, Traore alimwambia Putin, na alieleza pia katika mahojiano aliyoyafanya na shirika la habari la RT. Ugaidi tunaoshuhudia leo unatokana na ubeberu na tunapambana nao, rais wa Burkina Faso alisema. Traore mwenye umri wa miaka 37 amehakikishia Urusi kwamba tunaunganishwa na lengo moja la kupambana na ugaidi na itikadi kali. Tunaendelea kuisaidia jamhuri katika kukandamiza makundi yenye itikadi kali ya jihadi ambayo bado yanafanya harakati katika baadhi ya maeneo ya Burkina Faso. Katika mahojiano hayo, rais huyo wa Burkina Faso amesema kwamba viongozi wa Afrika katika nyakati hizi wanapaswa kushikamana na kuungana kwa pamoja katika mapambano. Ikiwa viongozi wa Afrika wameingia madarakani kwa ajili ya kuwatetea Waafrika, lazima waungane nasi katika mapambano dhidi ya ubeberu. Ikiwa tutaendelea kuwa chini ya mabeberu, Afrika kamwe itaendelea kuwa masikini na itaendelea kunyonywa na mataifa haya ya magharibi ambayo kwa namna moja ama nyingine yameitazama Urusi kama mshindi aliyeshinda tangu vita vya pili vya dunia, lakini pia kama mshindi anayeshinda wakati huu ambapo mataifa hayo ya magharibi yameungana na kuwa kitu kimoja katika mapambano dhidi ya Urusi, hasa wakiwa kama mawakala katika vita nchini Ukraine. Kiongozi huyu wa Burkina Faso alikutana na viongozi wengine kutoka katika bara la Afrika, wakiwemo kutoka Misri na kwingineko, katika kuhudhuria gwaride la siku ya ushindi ila Mei 9 na kuadhimisha kumbukumbu ya miaka 80 ya kushindwa kwa Ujerumani ya Kinazi na muungano wa Usovieti mwaka 1949. Lakini moja kati ya jambo ambalo Warusi walikuwa wakijiuliza ni kwa nini Traore sasa amekuwa mtu muhimu na amekuwa akijulikana sana miongoni mwa viongozi wa Afrika. Rais wa Urusi Vladimir Putin kwa upande wake amemsifu kiongozi huyo kutoka katika bara la Afrika kwa kuwa mtu maarufu zaidi wakati huu, na anasema kwamba ni kutokana na misimamo yake ambapo ameamua kupambana na wazungu bila kuogopa na bila kuangalia nyuma. Na hili ni moja kati ya mambo ambayo Urusi imekuwa ikitarajia kuona namna viongozi wa Afrika walivyokuwa na uhitaji wa kutaka maendeleo ya mataifa yao. Na ndio maana akasema katika moja ya mambo ambayo ataunga mkono nchi za Kiafrika ni pale ambapo watachukua majukumu muhimu ya kupambana na wazungu ambao wanaendelea kunyonya katika bara la Afrika. Traore alichukua madaraka mwishoni mwa mwaka 2022 baada ya kuondolewa madarakani kwa Rais Roch Kabore aliyeungwa mkono na Ufaransa mnamo Januari,
huku kukiwa na maandamano makubwa ya kudai kufukuzwa kwa wanajeshi wa Ufaransa wakipambana na vikundi vya kigaidi ambavyo vilikuwa vikiongeza tu mashambulizi yao katika maeneo yaliyokuwa ya udhibiti wao. Hata hivyo, Bwana Traore anasema kwamba Ufaransa ni moja kati ya mataifa ambayo yalikuwa yakifanya nchi ya Burkina Faso kuwa jehanamu, kwani wao walikuwa wakiwapa silaha makundi ya kigaidi, lakini pia wakiendelea na uchimbaji wa madini, na ndio sababu kuu ya kuwafukuza Wafaransa katika taifa lao. Mtazamaji wa The World News, hayo yalikuwa ni mahojiano maalum yaliyofanywa na moja kati ya vyombo vya habari nchini Urusi, shirika la habari la RT, na rais wa Burkina Faso Ibrahim Traore, ambapo alieleza mambo mengi, lakini jambo muhimu ambalo limezingatiwa ni kwamba Afrika inapaswa kuungana pamoja katika mapambano dhidi ya ubeberu. Mtazamaji, na wewe pia una nafasi ya kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.